Dawa za kulevya kilo 504.36 aina ya heroin zilizokamatwa na maafisa wa JWTZ kamandi ya majini wakishirikiana na jeshi la polisi na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA, huku mtuhumiwa wa kosa hilo Jan Mohamed Milan ambaye ni raia wa Irani akiwa dereva wa jahazi, leo zimeteketezwa kwa moto katika kiwanda cha Dangote kilichopo mkoani Mtwara. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kuteketezwa kwa dawa hizo, Kamishna Jenerali wa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania, Aretas James Limo, amesema kutokana na operesheni inayoendeshwa na mamlaka hiyo, dawa za kulevya aina ya heroin hapa nchini zimekuwa hadimu, huku akieleza kuwa mamlaka ina mpango wa kujenga kliniki kwa ajili ya kuwatibu bure waathirika wote wa madawa ya kulevya. Baada ya uteketezaji huu katika kiwanda hiki cha Dangote, tunaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa kwa mamlaka ili kuhakikisha kwamba wale wote wanaojihusisha na usafirishaji wa dawa za kulevya, matumizi ya dawa za kulevya, lakini biashara ya dawa za kulevya wanabainika mapema, wanatoa taarifa kwa mamlaka ili hatua za kisheria kama hizi zilizochukuliwa ziendelee kufanyika ili kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa salama na kunakuwa hamna tena dawa za kulevya nchini Tanzania. Kutokana na operation mbalimbali tulizozifanya na baada ya hukumu hii katika Mahakama Kuu Kanda ya Mtwara, dawa za kulevya zimeadimika sana mitaani na kumekuwa na hitajio kubwa la waraibu waliokuwa wanatumia dawa za kulevya hususan heroin kuhitaji matibabu. Hivyo kutokana na uhitaji huo mkubwa katika kanda hii ya Mtwara, mamlaka inaahidi kwamba itajenga mati kliniki kwa ajili ya kutibu waraibu wanaokabiliwa na tatizo la matumizi ya dawa za kulevya, na watakuwa wanatibiwa bure kwenye hiyo kliniki itakayojengwa katika kanda hii ya Mtwara. Hali kadhalika tutahakikisha kwamba tunahamasisha ili kuwepo na sober house kutokana na uhitaji mkubwa wa wananchi ambao wanahitaji huduma ya sober house baada ya dawa hizo za kulevya kuadimika nchini na wengi kuhitaji matibabu hayo ili waweze kupona na kuwa salama na kuweza kurudi pia katika hali zao za kawaida na kuendelea na shughuli zao kwa kushirikiana na Tanzania ili tuweze kujenga uchumi wetu. Pia Kamishna Limo ameeleza kuwa wasafirishaji wengi wa dawa za kulevya wamekuwa wakitumia bahari kupitisha madawa hayo, hasa ukanda wa Lindi, Mtwara, Dar es Salaam na Tanga. Hivyo ameimarisha doria ili kukabiliana na biashara hiyo haramu, huku akieleza namna ambavyo vyombo vya kisheria vimeshiriki kikamilifu katika zoezi hilo la uteketezaji wa dawa hizo. Wasafirishaji wengi wa dawa za kulevya wanatumia bahari ili kusafirisha dawa za kulevya, na ukanda huu wa Mtwara, Lindi, Dar es Salaam, Tanga umetumika sana katika usafirishaji wa dawa za kulevya kuingiza nchini Tanzania. Hivi sasa tumeimarisha doria, tumeimarisha intelijensia, lakini pia tumekuwa na vifaa vya kisasa kubaini mapema majahazi yanayoleta dawa za kulevya nchini Tanzania. Na ndio maana mmeona katika kipindi hiki yamekamatwa majahazi yanayoingiza dawa za kulevya nchini Tanzania, lakini pia dawa za kulevya hususan aina ya heroin zimepungua sana nchini, na ndio maana mahitajio makubwa ya matibabu yanahitajika. Ndio tumekubaliana sasa tutajenga mati kliniki katika kanda hii ya Mtwara na sober house ili sasa matibabu hayo yaanze kupatikana. Kwa hiyo ukanda huu uliokuwa ni chanzo, ni uchochoro wa kuingiza dawa za kulevya nchini Tanzania, sasa hivi si salama tena. Ndio maana tunatoa wito kwa wasafirishaji wa dawa za kulevya watafute shughuli nyingine ya kufanya, kwa sababu sasa hivi tutahakikisha tunawakamata wote, lakini pia hatua za kisheria zitaendelea kuchukuliwa kama mlivyoona hatua hii iliyochukuliwa ya kutaifisha jahazi, kuamuru dawa hizi ziteketezwe kwa mujibu wa sheria, lakini pia wale waliokuwa wanafanya hiyo biashara kuhukumiwa mahakamani kifungo cha miaka 30 jela. Kwa upande wake, meneja uhusiano wa kiwanda cha simenti Dangote kilichopo Msijute mkoani Mtwara, Miriam Athmani Kawaga, amesema utaratibu wa kiwanda ni kupokea vilelezo kutoka sekta binafsi na sekta za serikali kwa ujumla na kuteketeza, huku akieleza kuwa uchomaji wa madawa hayo katika kiwanda chao hauna athari zozote kwa wateja wa simenti. Leo tumepokea wageni kutoka mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya kwa ajili ya kuja kuchoma vielelezo ambavyo vimepita wakati wake. Sisi kama kiwanda huwa tunapokea vielelezo tofauti kutoka taasisi mbalimbali zikiwemo binafsi na taasisi za kiserikali. Tunawasaidia katika kuchoma hivyo vielelezo kwa sababu vinatusaidia kupata nishati ambayo inasaidia katika kuweka moto mkali katika kinu cha kuchomea yale matirio yetu ya kuzalishia saruji. Ni watoe wasiwasi wananchi kwamba leo nimepata kuulizwa kwamba haya madawa ya kulevya yanavyochomwa katika haya matirio ya kuzalishia cement inakuwa hayana athari. Ni kwamba
Ni kweli kwamba hayana athari kutokana na kwamba joto lililopo katika kile kinu ni zaidi ya nyuzi sentigredi 1500 na kuendelea. Kwa hiyo zinapokuwa zinachomwa, kemikali zote zinakuwa zinaungua kabla havijakwenda kukutana na yale matirio yetu ya saruji. Nao baadhi ya wananchi mkoani Mtwara akiwepo Feti Mleja na Justin Steven wametoa maoni yao na kuipongeza mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya juu ya hatua iliyochukuliwa kuhusu madawa ya kulevya. Kwa kifupi, nipende kulipongeza Jeshi la Polisi, JWTZ na mamlaka husika ya kudhibiti dawa za kulevya. Niseme mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya wamefanya jambo zuri sana, kwa sababu zile dawa zingeingia mtaani, vijana wengi wangepotea, nguvu ya taifa ingeendelea kuharibika. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana, na mimi naomba waendelee kufanya hivyo siku zijazo, kwa sababu vijana wengi sasa hivi wameacha kufanya kazi kutokana na athari za madawa ya kulevya. Kwa hiyo mimi nitoe pongezi zangu kwa mamlaka husika, waendelee kufanya hivyo hivyo. Kiukweli nilipongeza Jeshi la Polisi na mamlaka ya kudhibiti madawa ya kulevya, kwa sababu tungepoteza vijana wengi sana kwa kweli. Nilikuwa naomba waendelee kufanya doria kwenye fukwe kwa ajili ya kutokomeza madawa ya kulevya. Ikumbuke kuwa mtuhumiwa huyo ambaye ni raia wa Iran Bwana Jan Mohamed Milan tayari amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa hilo. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, na hapa ni kiwanda cha Dangote ambapo madawa ya kulevya yaliyokamatwa zaidi ya kilogramu 500 yameweza kuteketezwa. Mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.